Safi sana mume wangu. Unajua sana kujielezea. Hebu niambie, kula guest ulienda kufanya nini na mke wa Kipanji? Nakuuliza wewe. Sikiliza. Hayo maneno ya ugombanishi sijui unayatoa wapi. Nani aliyokuambia kwa mimi nilikuwa guest na mke wa Kipanji? Hivi, kwa nini unapenda kuyapa nafasi maneno ya wazushi? Usikute hata huyo mtu ambaye amekwambia hizo habari mimi nimeenda guest na huyo mke wa Kipanji sijui mke wa nani. Hata kura hajanipigia. Au si ndo wanafiki wenyewe wananiharibia, wanataka kutuharibia tu hapa. Wewe utapata faida gani? Lengo waone kwamba mimi na wewe hatuelewani. Sivyo? Sasa mimi kama mwenyekiti nitalisimamia hili swala, nitahakikisha hili swala linakufa hapa mtaani. Maneno ya ombe yamezidi sana. Alafu wewe mke wangu huwezi kuchuja hili zuri hili baya. Yaani chochote unachoambiwa wewe unaweka kichwani, unakurupuka tu. Wewe unaweza kaamini mimi naweza kufanya vitu kama hivyo? Wewe unashindwa kujiongeza? Sasa hili swala ninalifutilia mbali. Nitahakikisha huyo mtu namkomesha kutumia wenyekiti wangu. Yaani hicho ndio unachokijua wewe mume wangu. Una haya hata kidogo. Hebu naomba pesa niende sokoni. Nipe hela niende sokoni. Sasa sikia nikwambie. Naenda sokoni. Nikirudi hapa, mguu wako, mguu wangu. Twende kwa hilo lishangingi lako ndio kitaenda kufahamika. Pumbavu wewe. Malaya tu. Vipi daktari, mgonjwa wangu anaendeleaje? Hali ya mgonjwa ni mbaya sana. Lakini kwa ushauri wangu vile vile tumchukue tunae hospitali kwa salama zaidi. Hapana daktari. Hicho kitu hakiwezekani. Hebu naomba ufanye lolote unaloliweza mgonjwa wangu ili awe sawa. Mimi nitakupa kiasi chochote kile unachotaka. Lakini daktari, kama unavyojua mimi nilikwambia ile gari nilikuwa naendesha sina chochote kile. Sasa unafikiri itakuwaje kwa upande wangu? Happy, mimi nakuelewa sana. Lakini vipi kama ikatokea kafa mondani? Hata mimi pia nitakuwa na katika matatizo. Na pia utakuwa hatujengi tunabomoa. Sasa wewe mbona mwanzo uliniambia kama uwezekano wa kupona upo mkubwa? Kwa nini sasa hivi tena unanibadilikia? Daktari, mimi sioni sababu ya wewe kukata tamaa. Hebu naomba tupambane, kila kitu kitakuwa sawa. Na kama ikatokea kafariki, mimi sitahusika kwa lolote wala chochote. Kesi yote itakuwa juu yako. Hata hivyo, nikukumbusha tu kitu. Naomba nipatie ile advance yangu ambayo tulikubaliana. Sawa. Yaani kuhusu hiyo pesa mimi nitakupata yote. Ila tu naomba uhakikishe huyu mama anakuwa sawa. Sawa, mimi nakuelewa. Nitalifanyia kazi. Ivan mpenzi wangu. Kuna kitu nataka nikwambie kama utojali lakini. Sikiliza. Ndio maana nipo hapa na kusikiliza wewe mtu wangu. Kwa hiyo chochote ambacho wewe unataka kuongea kwangu mimi, wewe kuwa huru tu nielekeze. Yaani kiufupi mimi siko sawa.
Yaani ujielewi nini sasa ndio ufafanue hapo kwa nyinyi, nyosha maelezo basi, mbona unajikuna kuna vipi? Juzi nimeenda hospitalini, nimekuta nina ujauzito. Wewe wa mtu we, ha? Uja nini? Wakwenda kuniambia mtu wangu sasa wewe mama akija au sio? Kudadadeki kuba babake. Sikiliza. Yaani hapo kwenye mimi kwangu furaha, mimi kwangu shega, mimi kwangu amani kabisa yani. Unajua yani mimi kwangu mimi sherehe. Kitambo sana unajua nilikuwa nahangaika mazingira kwamba na mimi nije niitwe baba siku moja. Kwa Mungu kasha bless hadi dakika hizi hapa mimi kwangu fresh yani. Ivan, hivi unachokiongea kinatoka ndani ya akili yako? Yaani unajua sisi kabisa familia zetu haziko sawa. Utaniambiaje una furaha? Hapo ndo unaponikorogaga wewe chula. Hapo ndo natakaga mimi nikutukane niongee maneno ya ajabu. Sikiliza. Linapokuja swala la mimi na wewe, ni mimi na wewe. Kuhusu familia sio kina nani, sio ugomvi, sio malumbano, mimi sitaki kujua. Tena hasa ukili swali linahusika na nini? Na mtoto wangu. Hili ndo sitaki kusikia hata kama unanitajia familia aina yoyote, sio familia imefanya nini, sio familia tuchanganya. Wewe sitaki kusikia wewe kodi unairudia tena kwenye mdomo wako. Siku nyingine ukirudia tena utanichukia. Ivan, nielewe basi. Kwanza mimi sihitaji kuzaa kwa sasa. Unasemaje? Kwa hiyo kama unahitaji kuzaa unataka yani unamaanisha nini yani? Nataka nitoe. Unasemaje? Utoe nini? Wewe, usiniletee pigo kama hizo. Usiniletee pigo za uchula ujue. Mimi mwenzio chizi na unanijua vizuri akili zangu. Hii damu yangu ujue. Nitakufanya kitu kibaya. Usiniletee habari za uchula kwenye mtoto wangu. Sikiliza nikwambie kwa makini. Hii mimba haitolewi. Mtoto wangu hauawi. Mtoto wangu atolewi kafara nakwambia hivi. Sikiza kwa makini, mimba nalelewa. Usiniletee uchula mimi. Utakuja kuniua mwenzio. Kwanza mimi nilikuwa nakutania tu. Sina ujauzito. Kwenye swala mwanangu usiniletee matani. Mimi paka sasa hivi naelewa kwenye tumbo lako umenibebea kiumbe changu. Maswala matani yako, matani peleka kwa Tini White na Ringo. Ila sio kwenye akili hizi hapa hizi. Umeona hizi akili? Humu kuna mafeli kibao kwenye kikichwa paka anamwagika ujue. Usiniongezee shida na matatizo. Usiniongezee mimi nikaenda jela kwa sababu ya mtoto wangu ujue. Ninachokiwaza mimi kwenye akili yangu ni kutoka hapa mguu wangu paka kwenye familia yangu. Kuwaelekeza kwamba mtoto wa mama fulani, mtoto wa mzee fulani ana mimba yangu. Na sio hicho tu. Yaani kama ukijua nikitoka hapa ninavyokuambia, yani naenda kufanya mipango kibao hata ikiwezekana ndoa kwa kwenye ipite. Ili tulee hiyo mimba. Habari nyingine sitaki kusikia. Ivan, mimi sina mimba, nilikuwa nakutania tu. Siongei tena, afu mimi sio mtoto wa kike, ni mbembe taarabu. Shamaliza hapo. Wewe uko umekimbilia ndani. Mimi niko na hasira naye kishenzi yani. Tabia yako leo mbaya sana. Wewe unajifanya kwa sababu ni kiongozi wa kijiji hapa, unatembea na wanawake za watu. Sasa mbona umekimbilia ndani? Kama mwanamume, jaribu basi. Fungua mlango basi nikuoneshe. Yaani wewe wako ningali kukatakata vipande kama vile nafanya mishikaki afunga kupeleka nyumbani shamba huko Pemba. Watu wanaenda kufanya mboga. Mtu mzima kabisa unatumia madaraka yako kufanya mambo ambayo hafai. Unatembea na wanawake zetu eti kwa sababu mwenyekiti. Wewe na wewe dada wewe niangalie uzuri. Mwambie mume wako huyu. Hiyo tabia anaona kijinga kutembea na wake za watu, aache. Sawa? Tena mwambie aendelee kukoma kabisa. Una mke mzuri kama hivi, mwanamke kapendeza, mambo yake mazuri, lakini kwani unatembea na wake za watu?
Wele wako. Na ungalikimbia, yani kama sikukimbia ukiingia mundani kwenye mlango wako huu. Wewe, ungalimwona Mpemba kakaa vipi? Mo, umefikia wapi kwenye mpango wetu? Baby, mimi kuna wazo nimepata. Nafikiri tulifanikisha hilo wazo nilipata. Usipende kuwa mbishi. Endapo ukiwa baba yake, tutafaidi sana kwenye hizi mali. Hebu fikiria hii faida tutakaipata. Wewe uone tutakuwa na mali upande wetu. Hapana baby. Kumbuka kunitambusha kama mimi ni baba yake. Atanifuatilia kiundani ili baada apate kujua kama ni kweli mimi ni baba yake au si baba yake. Kwa hiyo akija kugundua kama si ni baba yake, basi tatuletea madhara zaidi ya hili hapa unafikiria mpenzi wangu. Natambua kitu kimoja mpenzi wangu. Damu ni nzito kuliko maji. Kuna vitu vingine vinahitajika kuigiza kwake, lakini kuna vitu vingine havihitajiki kuigiza. Inahitajika iwe reality. Na wala si maigizo mpenzi wangu. Na vile ungejaribu kunisikiliza. Kama wazo langu litakuwa baya, basi tutafanya wazo lako. Na kusikiliza. Sawa. Mimi nachoona mpenzi wangu, tumtafute mtu. Baada ya wiki 2 au 3, basi inahitajika tumuue. Na tukishamuua, na wewe utaendelea kuwa na amani sana katika maisha yako. Na hapo ndo binti yako atajua kama babake amefariki. Kwa kila kitu kitakuwa sawa tu mpenzi wangu. Wow. Hapo ndo ninapokupendeaga. Kiukweli wazo lako zuri sana. Inabidi tulifanyie kazi haraka sana. Kuhusu hilo niachie mimi. Nafikiri ndani ya siku 2 au 3 nitakuwa nishampata yule mtu. Alafu baada hapo tunawakutanisha. Kwenye hilo wazo lako inabidi tuwe makini sana. Ila ikifika wakati wa kumuoa jamaa, tuangalifu. Tusije tukazidisha tatizo kwenye matatizo. Nipe master plan hapa. Hakuna kitu chochote kitachoharibika. Okay. Sasa ngoja mimi niende wapi ofisini. Jioni nitakuja nikuone. Sawa. Haina shida mpenzi wangu. Hapa ni kwako. Muda wote tunakaribishwa. Sawa, andaa kitanda. Jioni kama kawaida. Sawa. Na vile nikukumisi. Unishinde. We Anifa! Anifa! Mama. Yaani wewe hujui tu. Yaani wewe mama, unapokuwa na wasiwasi, yani kama mtu wetu unaenda kumfuata na kitu cha maana vile. Jamani. Yaani Anifa sijui nikwambieje. Yaani wewe hujui jinsi nilivyojaa na jazba. Yaani natamani kwanza nikifika mama nimtie vichwa nimkumude. Yaani nataka nibembee kwenye lile ziwa lake kaka bila mtoto mchanga. Yaani leo atanikoma. Leo atanikoma. Tunasubiri nini? Ndio tuondoke. Tuondoke. Kuliko ni wenzangu, mbona kama mmekaa kishalishali? Nataka nimfuate yule kunguni yule aliyenichafua leo hapa mtaani. Yaani nataka nikifika kule basi ndo atakaponijua kama kachumbali sio mboga. Kwa hiyo mama tunafanyeni? Ingia ndani kaeke hilo zigo lako. Maana hapa mimi nina hasira. Kwanza naona kama muda unachelewa. Fanya haraka. Twende ufuate nyuki ukalambe asali. Mama, tukifika pale kwanza. Actually, tunampiga afu ndo vitendo vinafuata. Yaani unauliza makofi polisi? Hapa ndo kwenyewe. Namba twende.
Hivi mume wangu, utaendelea na haya mambo mpaka lini? Hebu ona mchana kuupa tunakuja kudhalilishwa hapa. Kwa nini usiulie na mimi mkeo? Una tatizo gani kwani wewe? Au mimi nina kasoro gani mkeo? Mimi sijapenda kiukweli. Ni kujidhalilisha tu huku. Hapana, usiseme hivyo mke wangu. Sio kwamba una kasoro yoyote. Ila tambua ibilisi tu. Alafu pia naomba uniwie radhi, naomba unisamehe. Sitoruhusu hii hali ijirudie tena. Naomba unisamehe mke wangu. Na kuahidi siwezi kurudia tena. Sawa, nimekusamehe mume wangu. Ila tu kuna kitu natakiwa ukitambue. Kama unajijua utashindwa kutuliza hizo sehemu zako za siri ukazifanya za umma, kila mwanamke utembee naye, mimi nitashindwa kuvumilia, sikufichi. Ukijiona unashindwa huo ustaarabu, ni bora unipe tu taraka yangu nirudi kwetu. Kweli mke wangu, lakini punguza maneno makali. Sasa taraka hapa inaingiaje? Na unajua nakupenda. Nakupenda sana mke wangu. Nakwambia naomba uniwie radhi, naomba unisamehe. Na maanisha. Sawa, nimekuelewa. Ila hapa inatakiwa utoke uende kwa ule mzee ukamuombe msamaha. Kwa hichi kilichotokea bado ana hasira sana na wewe. Utashindwa kuwa huru kutembea kufanya shughuli zako nyingine. Sawa, nimekuelewa mke wangu. Mimi nitamfuata na nitamuomba radhi. Lakini kwa sasa yule mtu ana hasira sana. Unajua kweli nimemkwaza na nimekosea. Kwa hiyo nikisema nimfuate muda huu na hasira zile zilizokuwa nazo, hatutojenga chochote, sana tutabomoa, tutaharibu zaidi. Kwa hiyo subiri kwanza hasira zake zipungue, alafu nitamfuata, nitamuomba radhi. Ila wewe mwanaume wa ajabu wewe. Yaani mkeo anataka nichinjwe, umetuliza tu huko ndani kweli? Kwanza wakati niko hapo nitaka nitoke na nondo. So yani pale kidogo ndo naingia. Yaani ningekuja kumvunja wewe usimeka kama mkolomea mke wangu wewe. Toka hapa, leo ndo nimekuona uoga wako. Kumbe una lolote? Ningemvunja hapa. Sijui ndo ungefurahia nini sasa. Sifai nini? Penda maafa. Niko nakutamani sana. Cheni. Mjinga. Achana naye. Asante Mungu. Nashukuru Mungu sana leo. Si kama supu ni supu ya kongolo. Nengeneka tena. Yaani uko nakutafuta kwa hamu sana. Alafu wewe ndio supu kama supu yenyewe ya kongolo. Udadeki. Nengeneka tena uone. Hapa hamna kumwacha. Yaani tunamkanga tunamkata kata hivyo tunaondoka naye. Acha nene ikashaisha habari yake. Wewe umeona pale ilikuwa kazi bila mahindi. Ovyo. Alafu unaona kimya anaanza kuchenchia sasa hivi. Nikuletea nini sasa huko? Chevu hilo liangalie kwa. Oh! Hilo. Sisi ndo wazee wa hivi tu. Hivi tu. Tu.
Bi mkubwa, mbona una mazengele mazingzong kibao, michanga nini, nywele timtimu, viatu mkononi, shida nini? Hamna mwanangu, katika pitapita yangu nimeanguka njiani hapa. Bi mkubwa, mimi mjanja kitambo, unaelewa. Mimi sio mtoto mdogo. Yaani umenilea mpaka nafika hapa. Umri huu unajielewa kila kitu. Hiyo sio kuanguka hiyo. Bi mkubwa, niambie ukweli, ni kitu gani ambacho kimesababisha hiyo issue ambayo mimi naiona mbele ya macho yangu? Yule mke wa Kipanji yule na watoto wake wamenishambulia, wamenipiga. Umesema nani?